sisi pengine hatutokuwa hata kwenye nafasi yoyote ya kuweza kuwadogosha. Sisi tunatambua na tunaendelea kuthamini uwepo wa NIDA kama wizara, si ndivyo? Nyinyi ni taasisi muhimu sana, kama ambavyo umeeleza kwamba tumeendelea kupigana kwenye kila hatua ya maboresho yenu na mapinduzi ambayo yanafanyika ndani, ikiwemo kutekeleza maelekezo ya Mheshimiwa Rais ya kuanza sasa kufanya utambuzi wa mtoto toka atakavyozaliwa mpaka pale ambapo maisha yake yatakoma akiwa mwanadamu, na baada ya pengine Mwenyezi Mungu akimpenda zaidi. Tutakuwa pamoja kwenye hilo. Tumekuwa kwenye mchakato huo kama ambavyo uliutolea mfano wa jinsi ya kuweka sawa majukumu ya NIDA na RITA, na nadhani maelekezo ya serikali mahususi pengine yatakuja baadaye, lakini wizara itaendelea kuwa tayari kushirikiana na ninyi. Na katika muktadha huo sisi tunawatambua nyinyi kuwa ni taasisi ya kimkakati yenye wajibu wa kuhakikisha utambuzi sahihi wa wananchi na wageni, kuimarisha ulinzi na usalama wa taifa, pamoja na kuwezesha utoaji wa huduma mbalimbali za kijamii na kiuchumi kwa ufanisi zaidi. Wizara inafahamu kuwa mfumo wa utambuzi wa taifa si swala la kadi pekee, sisi tunafahamu hivyo, bali ni mhimili wa uchumi wa kidijitali, usalama wa mipaka na upangaji bora wa maendeleo ya nchi yetu. Hivyo ni muhimu sasa kuweka mkazo katika kuongeza kasi ya uchakataji na utoaji wa vitambulisho hivyo. Natambua kuwa bado hapo awali kulikuwepo na changamoto za uzalishaji na upatikanaji wa malighafi, lakini kwa sasa changamoto hizo sio kikwazo tena. Hivyo ni wakati wa kuongeza ufanisi, kuimarisha uratibu wa kazi na kujipanga vyema zaidi ili kuhakikisha tunakwenda sambamba na matarajio ya wananchi kwa kasi ile ile wanayoionyesha katika kufuatilia huduma hizi. Kwa hiyo kama nilivyosema, natambua na nimefurahishwa na juhudi mlivyozipanga, lakini bado tuhakikishe kwamba pengine hatuna kabisa ile backlog ya vitambulisho hivi na kila mwananchi kuendelea kupata kitambulisho chake. Hilo mwenyekiti, lazima tuelezane, tuna hilo tatizo, tuna vitambulisho hivi lakini malalamiko yamekuwa makubwa. Tumepata bahati, ofisi ya Rais Ikulu imetuletea, imeboresha kitengo cha habari ambacho wanatoa na kuna usiku mpaka saa ngapi wana attend malalamiko ya watu kwenye website na wanawajibu na wanawasiliana na viongozi wa wilaya kama kwa ajili ya kutatua matatizo haya. Na hapa baada ya kikao hiki watakuwa na clinic Mwanza katika wilaya zote, na niwaombe nyinyi wa Mwanza wilaya na mkoa, hakikisheni wananchi wanapata huduma. Tunashukuru Mungu, tunashukuru Mheshimiwa Rais, tunashukuru wizara kwamba tunarekebishiwa mambo na kila kitu, lakini malalamiko yakiwepo watachoka viongozi wetu. Tunataka mambo mazuri tu deliver. Na nimeshawaambia mwenyekiti kwamba ukiona mwananchi amekuja juu, wape namba yangu, usimjibu mtu vibaya. Mheshimiwa Rais ni katika watu makini na viongozi wetu wa wizara wanafuatilia mitandaoni. Malalamiko yale yasipotekelezwa, leo naenda kuomba pale, naenda kwa katibu mkuu, naenda kwa waziri, waende kwa Mheshimiwa Rais. Ana kama sana na wasaidia vipi wakati huduma simu. Tunasema Aprili na tiki na Septemba na tiki. Tumepewa magari yako mapya 20 pale. Na tuna magari zaidi ya 120. Unapotoa huduma na Mheshimiwa Rais akaona na viongozi wetu wakaona kwamba kuna mafanikio, watatoa. Lakini tukionekana kwamba malalamiko bado yapo, sidhani kama watatoa. Hakuna taasisi yote, hakuna maisha bila NIDA. Na labda nijaribu kulielezea kwamba hata uhamiaji, zamani kama mtu uhamiaji, sisi ndio tulotoa uraia. Ndio tuliibua mjadala mkubwa sana, wakasema nyinyi mtoto anaweza kukua, sio mtoto. Kwa sababu bila mimi upate ajira. Hakuna mwananchi ajira yote ya vyombo vya ulinzi usema bila NIDA. Na tunataka kuweka utaratibu kwamba hata kwa unataka mchumba lazima uwe na NIDA. Mgeni rasmi nazungumza hilo kwa uchungu. Kwa sababu gani? Ni wewe kusema tu kwamba ajira zote za vyombo vya ulinzi wa usalama, jeshi, usalama taifa, polisi, magereza, uhamiaji, lazima uwe na NIDA. Hata kuwa na kadi ya simu lazima uwe na NIDA. Kwa bila NIDA hakuna maisha. Nashukuru Mheshimiwa Rais ameliona hilo na viona hiyo kwenye process. Hata vyeti vya kuzaliwa sasa vinapitia kwetu.
kwa sababu ya udhibiti. Lakini tumekuwa ni taasisi ambayo inachukuliwa ni kama, of course kule nyuma labda tulikuwa hatukuwa hivyo, na sisi wenyewe labda tuna makosa ambayo ni madogo madogo, hilo itokana ile kuna nini. Na ndio maana mheshimiwa mgeni rasmi, tumeomba hata ajira tufanye sisi tuangaliane. Sasa tunaletewa watu mwaka jana nikiwa mgeni, ajira ya kwanza imeletwa kutoka tume, binti mmoja tukampangia Mleba wilayani, alikataa. Hii ni Tanzania Habari.